Bernardin Nyangi. Jambo kwako mpenda msikilizaji, habari kwa ufupi. Baada ya nusu karne, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yarejea katika hatua ya kimataifa kwa sare ya 1-1 dhidi ya Ureno Jumatano katika mechi ya kombe la dunia la FIFA 2026. Maoni ya raia wa moja wa Kivu Kaskazini katika taarifa za habari. Mjini Bunia, waami wasiopungua 10 wafariki ghafla mnamo siku 2 zilizopita mnamo kambi la Kigonze. Viongozi kambini wahusisha vifo hivyo na hali ya maisha mabaya, wakati wanaharakati wengine waomba uchunguzi wa kina wakati huu wa janga la malazi ya Ebola. Jimboni Kasai Central, wafanyabiashara wa samaki wadokeza kasirani. Kwa muda wa zaidi ya miezi 5, magari ya reli yanayopashwa wasafirisha bidhaa zao toka Luena kuelekea Kananga yazuiliwa kuondoka. Uchelevi huo husababisha hasara kubwa licha ya kuendelea kulipa kodi. Haya na mengine katika taarifa za habari. Jambo msikilizaji mtukufu, kanasi. Kombe la dunia FIFA 2026 baada ya nusu karne ya ushindi wao mkubwa wa mwaka wa 1975 chini ya jina la Zaire, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yarejea katika hatua ya kimataifa kwa kutoka sare 1-1 dhidi ya Ureno Jumatano. Kuingia huku kwa kuvutia kwa Leopard wa Kongo katika kombe la dunia kunadadisiwa na wakongomani kadhaa kama jukwaa la kimataifa la kukemea vita mashariki mwa nchi na fursa ya kuimarisha azimio la kimataifa dhidi ya timu za daraja la juu. Hebu tufuate maoni ya mashabiki wa moja kutoka Kivu Kaskazini yaliyokusanywa na Bernardine Diambu na Mark Marofimbo. Mpira wa leo kabisa nimeona kiusawa kabisa, na nimekuta mchezo ilikuwa kwa upande wetu sisi wa Kongomani. Mpira tuliendesha wazungu vibaya sana. Waliwajisifu Cristiano Ronaldo nini, ila tumemshusha sana sisi wa Kongomani leo. Hiyo tu na ushindi na itakuwa kwetu sisi wa Kongomani. Mechi ilikuwa mzuri sana. Mwanzo walipiga goli moja na kese kukadirisha. Mimi wa besoin Cristiano yazi. Tumefanya nini jamaa? Anduka ni kuanguraje koche kwa ile kazi kubwa yenyewe ametuonesha. Tulikuwa nadhania kama ule Cristiano alikuwa nguvu, lakini tumeona udhaifu wake. Leo tungepigiwa tusipigiwe, tulikuwa tuko na onere. Machi ya leo mimi kulikuwa yangu napasha sema tumecheza na Real njo. Tumekalanga Cristiano mu mafuta ya mawesa ya walikane na ti haonekane mustadi. Mjini Bunia, wami wasiopungua 10 waliokimbia makazi zao waripotiwa kufariki dunia mnamo siku 2 zilizopita kunako kambi la Kigonze ambalo lahifadhi karibuni watu 17,000. Viongozi kambini huko wahusisha vifo hivyo na hali mbovu ya maisha waheshimu wami. Hata hivyo, wanaharakati wengine wahisi kwamba uchunguzi wa kina wa kimatibabu ni muhimu ili kubaini sababu halisi ya vifo hivyo na kuzuia hatari zote za kiafya, hasa kutokana na janga la Ebola linaloendelea bado. Kwa wakati huo, familia za waasiriwa zabaki kando ya maiti hizo kabla ya mazishi. Ripoti yake Isaac Remoyope kwa usomi wa Martial Kizabiamungu. Miongoni ya watu 10 waliofariki kuna kuwa watoto 4. Kulingana na presidenti ya eneo hii, waziriwa walionesha dalili za homa na upungufu wa damu kabla ya vifo vyao. Wanahusisha hali hii kwa hali ya maisha ya wakimbizi mahali hii na ukosefu wa msaada wa chakula tangu mwaka 2021. Wakikabiliwa na vifo hivi, wasimamizi wa tovuti wanatoa wito wa uchunguzi wa kimatibabu ili kubaini sababu hasa ya vifo hizi na kuondoa hatari yoyote ya kugawa magonjwa. Hadi sasa timu ya kukabiliana na Ebola bado haijawasiliana kuhusu hatua zilizochukuliwa kwa kempi ya Kigonze, ambapo hatua ya kuzuia hazitoshi. Kulingana na wasimamizi wa eneo hilo, waziriwa 7 walizikwa Jumatano na wengine 3 Alhamisi hii. Nikiripoti toka Bunya, mimi Martial Kizabiamungu, Radio Okapi. Jimboni Equateur, karibuni watoto 641,000 wenye umri ya chini ya miaka 5 wameratibiwa
kupata chanjo ya polio kati ya Alhamisi Juni 18 na Jumamosi Juni 20. Operation hiyo iliyozinduliwa Jumatano mjini Mbandaka na makamu wa gavana yafikia huku kukiwa na hali ya afya inayotia wasiwasi. DRC tayari imerikodi kesi 10 za vunja toka mwanzo wa mwaka huu. Ripoti yake Askin Zigbia Tayoro kwa utafsiri wa Rosalie Zawadi. Ilikuwa katikati ya soko moja la Mbandaka katika eneo la afya la Wangata ambapo makamu wa gavana Toma Boyenge Ifaso alizindua rasmi tarehe 17 Juni kampeni hii ya siku 3. Yeye aliwaagiza wakuu wa sekta zote, wasimamizi wa wilaya, machifu wa kimila na viongozi wa dini kushiriki kikamilifu. Lengo ni kutoa chanjo kwa watoto zaidi ya 1640 wenye umri wa tangu kuzaliwa hadi miezi 59 katika eneo hilo. Mkakati uliochaguliwa ni chanjo ya nyumba kwa nyumba. Kwa upande wake, Bwana Lado Abdullahi anayewakilisha washirika wa kiufundi na kifedha katika ofisi ya OMS huko Mbandaka alitoa tahadhari. Yeye alibainisha kuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imerikodi kesi 10 za polio tangu mwanzoni mwa mwaka huu. Kesi 9 kati ya hizi zimepatikana huko Maniema na 1 huko Holomami. Kampeni hii kubwa imeandaliwa na Wizara ya Kitaifa ya Afya na Ustawi wa Jamii kupitia mpango wa chanjo kwa usaidizi wa kiufundi na kifedha wa washirika ikiwa ni pamoja na OMS, UNICEF, Gavi na Rotary International. Tujielekeze jimboni Kivu Kaskazini kwenye usalama mdogo watia wasiwasi katika eneo la Walikale kwenye muhimili wa kutoka Kashebere kuelekea Walikale, barabara ya kimikakati inayounganisha Goma na mtaa wa Walikale. Matukio yamekuwa yakiongezeka kwa wiki kadhaa. Wafanyabiashara kadhaa wameanguka katika mateka ya wajambazi, utekaji nyara, vizuizi haramu vya barabarani na kadhalika. Kulingana na vyanzo vya ndani, takriban wafanyabiashara 10 wameibwa mali zao zote katika siku 3 zilizopita. Viongozi wa maeneo hayo wananyoshea kidole makundi mamoja za wazalendo zikiwemo MAC ya Bwana Mbura na kusitaka mamlaka kuimarisha ulinzi wa raia. Tusalie jimboni Kivu Kaskazini ili kufahamisha kwamba tume la MONUSCO lilizindua miradi 3 Jumatano katika eneo la Batangi Mbau mtani Beni. Miradi hii ni pamoja na ukarabati wa kilomita 10 za barabara za vijijini, ujenzi wa kisima cha maji ya kunywa katika senta ya biashara ya Kiatsaba na ujenzi wa vibanda viwili vya kisasa vya soko la mali. Walengwa walionyesha kuridhishwa kwao na kukaribisha miradi hii ambayo waeleza kuwa jibu madhubuti kwa mahitaji yao ya kipaumbele. Huko jimboni Maniema, uchukuzi kwa njia ya ndege kati ya Dar es Salaam hadi Kisangani kupitia Kindu kumezinduliwa hii Jumatano Juni 17. Ndege ya kwanza iliyokuwa ikisubiriwa muda mrefu toka Dar es Salaam ilitua kwenye uwanja wa ndege wa Kindu ikiwa imebeba bidhaa kadhaa. Jambo hili larejesha tumaini kwa wakazi, si kwa sababu tu ya biashara pekee, bali pia kwa wakazi wa eneo na mamlaka za mkoa. Wote wanaiona kama hatua muhimu kuelekea kufungua jimbo ambalo kwa muda mrefu limekabiliwa na masuala ya muunganisho. Huko raia watumai kuwa ushirikiano huu ulioanzishwa kati ya Tanzania na Maniema utaendelea kwa muda mrefu. Mjini Lubumbashi, mkutano wa 21 wa wiki ya madini ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lilifunguliwa rasmi Jumatano hii katika hoteli ya Pullman Caravia. Kiini cha mijadala ni ugeuzi wa mali ya madini ya kimikakati katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mkutano hiyo yawashirikisha zaidi ya wataalamu 300 na maelfu ya wanaharakati wa sekta ya madini. Lengo likiwa kuhamasisha uwekezaji, kuhimiza ubunifu na kuimarisha ushirikiano wa kimikakati. Kongamano, maonyesho na mijadala zasubiriwa katika wiki hii inayohusu rasilimali za nchi. Mada kuu ikiwa mabadiliko ya DRC kutoka mnunuzi wa madini hadi kitovu cha kimataifa cha madini muhimu. Na hatimaye, kama tulivyotanguliza, wafanyabiashara wa samaki
Jimboni Kasai Central walaumu kuzuiliwa kwa muda wa zaidi ya miezi 5 kwa magari ya reli yanayosafirisha bidhaa zao. Kucheleweshwa kwa magari haya yaliyopakiwa Luena kuelekea Kananga kusababisha hasara kubwa licha ya kuendelea kulipa kodi. Wanaishutumu SNCC, kampuni ya kitaifa ya reli ya Kongo, na wanataka uingiliaji kati wa haraka, huku kampuni hiyo ikitaja matatizo ya kiufundi. Ripoti yake Andre Katende yatafsiriwa na Florence Kizalunga. Magari 13 ya reli yaliyosheheni zaidi ya tani 315 za samaki yamekwama tangu Januari. Leonard Mpumbu, presidenti wa mkoa wa chama cha kitaifa cha wauzaji samaki, anapiga kelele. Anadai kuwa watu wanaosindikiza biashara hizo wameanza kuuza bidhaa hizo papo hapo, hali inayowatia wasiwasi wafanya biashara. SNCC inakataa shutuma hizi. Emmanuel Kalonji, mkurugenzi wa kanda ya kaskazini, anataja matatizo ya kiufundi badala yake, hasa uhaba wa mafuta na kuharibika kwa treni mara kwa mara, na anasisitiza kuwa mabehewa ya reli yanatembea. Kuhusu tuhuma za uporaji, Emmanuel Kalonji anawataka wafanyabiashara hao kuwa watulivu na kudai kuwa bidhaa hizo zipo salama na ziko chini ya ulinzi. Shukrani kwako Florence. Ifuatayo hivi sasa ni kipindi chetu cha pili cha habari kinachotolewa kwenu na Florence Kizalunga. Radio Okapi. Invité en Swahili. Siku duniani ya watu wenye kugonjwa mifupa ama SS huadhimishwa kila mwaka mnamo Juni tarehe 19. Kwa maadhimisho ya mwaka 2026, kampeni ya kimataifa inazingatia ukosefu wa usawa katika upanaji wa huduma za afya duniani kote. Ni kutokana na hali hii tunamkaribisha Bi Esperance Nzivake leo. Yeye ni mama wa mtoto wa miaka 24 aliye na ugonjwa wa selimundu. Katika mahojiano haya na Rosalie Zawadi, anashiriki uzoefu wake na kutoa wito kwa mamlaka kusaidia familia za watoto wenye ugonjwa wa selimundu nchini DRC. Mama Esperance Nzivake, jambo. Jambo sana. Unapia mtoto mgonjwa wa drepanocytosis. Mtoto ana miaka ngapi leo? Ninakuwa na mtoto ambao ni mgonjwa wa SS. Leo anakuwa na miaka 24. Ulijuaka je kama mtoto anagonjwa? Nilijuaka baada ya miaka 6. Nilimzalaka akakuwa na gonjwa, tuenda kwa hospitali, wanakauka damu, mwili yote na vimba, samu anasema kichwa na muluma, migulu, mikono, fasi yote mwileke na lumaka. Kisha mtoto wangu alikuwa anatumika kwa MSF Kaina. Njo akasemaka no, tuko na daktari ambaye alitoka Bulaya akuye amuone kama mtoto anakufa nini. Sasa wakati ambapo tulifika hospitali ya Kaina, bakamfanya maexame, wakasema huyu mtoto iko SS. Sasa tukajua ya kwamba ule mtoto ni drepanocytosis, na ni mtoto wangu wa kwanza njo mwenye alipatikana na ile magonjwa. A partir ya pale anaendelea namna gani sasa kufika leo? Anaendelea vibaya. Iko batoto benye bana kwaka na madawa zifo wakunywe, madawa zinauzaka bei makali. Kufatana na pato ambao tunaishi nayo, haitupermettre kumuzia ile madawa puke akuwe na sante ambayo iko normale. Kila mwezi anagonjwaka mpaka kaacha na masomo juu ya nini? Une semaine anakuwa kwa masomo, 2 semaines anakuwa mgonjwa. Hali yake iko tu bibaya. Me omwe hivi wakati tuliingia ndani ya association tunapata mafundisho na mareglement namna gani tunapaswa ishi naye. Hivi sasa njo ananja fanya mwezi haingie ndani ya hospitali, lakini tu hali yake kiangali tu vile anaishi kwa dawa. Anaweza lamuka iko mzima, après 1 heure du temps unakia kuta anapata crise, anakuwa watabani. Donc hali yabo kuelewa iko nguvu, akasirika, akachoka, akapata baridi, ile yote anaingia mkrize tena directement anaingia kwa hospitali. Na unaposema anaingia mkrize, krize inaonekana namna gani? Krize inaonekana kupitia maumivu. Juu yuko mtu mkubwa ashakuwa na akili, anasema mwili yote inamulumaka. Anasikia maake na muluma maumivu moya, anakosa kama ai exprimer namuna gani. Sanya ananja sema maumivu vile njoto yake huyu anaingia ndani ya krize. Kunivo ya hii association yenu ya wazazi na watoto wagonjwa wa drepanocytosis, mnasaidiana namna gani kupita kwa shida hii? Ndani ya association tunasaidiana kwa kupatiana mawazo. Sawa mie mtoto wangu asheneza miaka 24,
Kuko mwenye iko na mtoto wa miaka 5 wa mwaka moya, yeye hayapata experience ya ile magonjwa. Wakati tunafika ndani ya association, tunaelezeana namna gani tunatunzaka wale watoto. Huyu mtoto hawezi kula sombe itaacha napata krizi. Huyu mtoto ifaa kule fruit sana, inafaa na kunywa mai sana kusudi aweze kupata nguvu. Tushakuwa waganga, tunajuaka huyu mtoto hawezi kunywa dawa fulani. Example akapike krize, ukampatia ile dawa unamuua, ukafaa hivi unamuua. Ndio tunapatiana kile experience, na wakati ambapo watoto wanaonana na sisi wazazi tunaonana, tunakuta kumbe hatuko shi peke, inatusaidia kutosha stress na inatusaidia kupatia tena tumaini ya kwamba kumbe na mimi wangu atakomala. Juu mara mingi tulikuwa naenda kwa hospitali wanatuambia no, huyu mtoto hataishi, hata episha 5, hata pitisha 10 ans. Lakini avec maombi na avec maeffort banendelea kuishi, avec kuwatunza, kurespekte ile ma regime ambao wanganga wanatuambia na kuweza kurespekte ile madawa ambao wanatupatia, inaacha wanaweza kuevolue. Kwa hii siku ulimwenguni ya drepanocytosis, ombi yenu ni nini kama wanamemba wa hii kikundi ya wazazi na wagonjwa wa malali hii? Kwa hii journée yetu ya drepanocytosis, leta itu reconnaître kama nashie tuko watu ambao tunastahili msaada. Wasidee wanapataka misaada, yuko na electron ambao wanakunywaka wanapataka kwa bure. Batu wa tuberculose vile wanapataka dawa kwa bure. Leta batutie ku programme juu tunateseka sana. Mtu mwenye na drepanocytosis haizi kwa na television munyumba. Juu utauzisha tu juu utunzishe mtoto. Mama Esperance Nziavake, asante. Radio Okapi, dossier en Swahili. Huko Balingina ndani ya sheferia Walese Vankutu katika eneo la Irumu, mashirika ya kiraia yanatoa wito kwa vijana ambao bado wanashikilia silaha kinyume cha sheria kuziweka chini na hivyo kutengeneza njia ya amani na maendeleo. Rufaa hii ilitolewa Ijumaa Juni tarehe 12 wakati wa uzinduzi wa mradi wa kuunganisha kijamii na kiuchumi unaofadhiliwa na MONUSCO kwa manufaa ya wapiganaji wa zamani na jumuiya za mitaa. Ripoti ya Jean-Claude Loki Dile. Huko Balingina, matumaini yanaanza kurejea baada ya miaka kadhaa ya ukosefu wa usalama na migogoro ya silaha. Viongozi wa eneo, mashirika ya kijamii pamoja na washirika wa kimataifa wanaamini kwamba kuwarejesha waliokuwa wapiganaji zamani katika maisha ya kawaida ni njia muhimu ya kujenga amani ya kudumu. Jodone Soniao, makamu wa rais wa civil ya mtaa wa Irumu. Epakte iko population banamuletea anafanya kazi, banamuletea $5 ku journée, na bengine itakuwa mashamba communautaire na shamba individuel. Mtu unatumika kwa shamba yako banakupa vile pesa, na mnatumika kwa shamba ya communautaire inaleta vile pesa, na ndani ya ile tunaona après quelques jours hapa tutaona tunakomeleza batu banakomeleza muindi ku niveau ya Balingina, na kameme ekonomia ya population inaongezana ku niveau ya Balingina. Kwa upande wao wanawake wa Balingina wanaona mradi huu kama fursa ya kufungua ukarasa mpya baada ya miaka kadhaa ya vurugu. Kwa mujibu wa Mandukecha Neema, mkuu wa ofisi wa jinsia ya Balingina yani Bironjar, kurejea kwa utulivu kutaiwezesha familia kuendelea na shughuli zao za kila siku. Mimi nashukuru kwa kuwa hali yetu tulikuwa ndani mbele kufatana na babiana yetu haikukuwa hali ya mzuri, na waliamua kurudisha silaha. Ni jambo la kushukuru, na kupitia kurudisha silaha ndio maana tunapata hii project. Ombi yangu kwa vijana wenye wangali wanachelewa na silaha ni warudishe silaha. Mradi huu unaunga mkono na MONUSCO, unajumuisha ukarabati wa majengo ya jamii, shughuli za kilimo pamoja na kuunda kazi kwa muda kwa waliokuwa wapiganaji na wanamemba wengine wa jamii. Kwa mujibu wa Josiah Obat, mkuu wa ofisi wa MONUSCO katika Mjibunya, lengo ni kuunga mkono juhudi ya viongozi katika maeneo yaliyokumbwa na migogoro na kufanya kuwa vituo vya maendeleo. Kwa hivyo tukijenga hizi maproje, tunaona ya kwamba inaweza kusaidia kutoa vijana wengine ambao walikuwa katika vikundi vya ambao wanamiliki silaha, ili waingie katika maneno ya biashara, wafuge ng'ombe, waingie kwenye kilimo, waende kwa maashe hapa soko, wafungue duka yao kidogo, wafanye kazi. Hii ndiyo contribution yetu kwa hao vijana, ili wapate kitu ambao wanaweza kufanya ili wapate maisha yao. Kwa maoni ya watu wengi, kurejeshwa kwa wapiganaji wa zamani katika maisha ya kawaida ni hatua muhimu kuelekea amani ya kudumu na maendeleo ya pamoja. Toka Bunya, naitwa Jean-Claude Loki Dile, Radio Okapi.
Na ni hapa tunafikia mwisho wa taarifa zetu za habari zilizotolewa kwenu nami Bernardin Nyangi. Hivi sina la ziada isipokuwa kuwatakia usikivu mwema na endelevu wa vipindi vyetu vya usoni. Kwaheri.